Kabla ya mbingu kuumbwa, kabla ya ardhi kuwepo, na hata kabla ya malaika na majini kuumbwa, kulikuwa na kiumbe cha kwanza kabisa katika ulimwengu. Ni kiumbe gani hicho? Na kwa nini kiliumbwa? Katika sehemu hii ya pili ya safari ya uumbaji, tutafahamu siri ya kiumbe cha kwanza kuumbwa katika ulimwengu kwa mujibu wa Uislamu. Baada ya kuelewa kwamba kabla ya kila kitu kulikuwepo muumba mmoja tu, sasa tunaingia katika hatua inayofuata ya hadithi ya uumbaji wa ulimwengu. Katika mafundisho ya Uislamu, tunaamini kwamba Allah ndiye muumba wa kila kitu. Yeye ndiye aliyekuwepo kabla ya ulimwengu, na kwa uwezo wake alianza uumbaji wa viumbe. Hatua ya kwanza kabisa ya uumbaji ilikuwa kuumbwa kwa kiumbe kinachojulikana kama kalamu au kwa Kiarabu qalam. Kalamu hii haikuwa kalamu ya kawaida kama tunazotumia kuandika kila siku. Ilikuwa ni kiumbe maalum kilichoumbwa kwa kusudi muhimu sana katika mpango wa ulimwengu. Mtume Muhammad alieleza katika hadithi kwamba kitu cha kwanza kuumbwa na Allah kilikuwa kalamu. Baada ya kuumbwa, Allah aliipa kalamu hiyo amri moja. Aliiambia iandike. Kalamu ikauliza, niandike nini? Allah akaamuru kalamu iandike kila kitu kitakachotokea katika ulimwengu mpaka siku ya mwisho ya dunia. Hapo ndipo kalamu ilianza kuandika. Iliandika historia yote ya ulimwengu. Iliandika kuzaliwa kwa nyota. Iliandika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Iliandika maisha ya viumbe wote watakaokuja kuishi duniani. Hapo ndipo kalamu ilianza kuandika. Iliandika historia yote ya ulimwengu. Iliandika kuzaliwa kwa nyota. Iliandika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Iliandika maisha ya viumbe wote watakaokuja kuishi duniani. Hata maisha ya kila mwanadamu yaliandikwa, kuanzia siku atakayozaliwa, matendo atakayofanya, na hata siku ya mwisho ya maisha yake. Katika mafundisho ya Kiislamu, jambo hili linajulikana kama kadari. Hii ina maana kwamba Allah anajua kila kitu kitakachotokea. Hakuna tukio linalotokea bila kujulikana na Muumba. Lakini pia, binadamu amepewa uwezo wa kuchagua mema au mabaya katika maisha yake. Baada ya kalamu kuandika mpango wote wa ulimwengu, maandishi hayo yalihifadhiwa katika kitu kinachojulikana kama Lauh al-Mahfudh. Lauh al-Mahfudh ni ubao uliohifadhiwa ambao ndani yake kuna mpango wote wa ulimwengu. Ndani yake kuna historia ya viumbe. Ndani yake kuna matukio yote yatakayowahi kutokea. Maarifa haya yanaonyesha hekima kubwa ya Muumba. Katika Qur'an, tunaelezwa mara nyingi kwamba Allah ndiye muumba wa mbingu na ardhi na kila kilichomo ndani yake. Ulimwengu huu mkubwa sana, una mamilioni ya nyota na sayari, lakini kila kitu kinafanya kazi kwa mpangilio maalum. Jua linachomoza kila siku, nyota zinatembea katika njia zao, bahari zinabaki katika mipaka yao. Hii yote inaonyesha mpango na hekima ya Muumba. Na hadithi ya uumbaji inaendelea. Baada ya kuumbwa kwa kalamu na kuandikwa kwa mpango wa ulimwengu, Allah akaendelea kuumba viumbe vingine vikubwa zaidi. Katika sehemu inayofuata, tutazungumza kuhusu mojawapo ya viumbe vikubwa zaidi vilivyowahi kuumbwa. Kiumbe hicho kinajulikana kama Arsh. Na hapo ndipo hadithi ya uumbaji inaendelea.